Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin nabina Muhammadin wa ba'd. Kwanza awali ya yote hatunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufikisha katika siku ya leo na kutuamsha hali ya kuwa tukiwa na afya. Watukufu, kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA wilaya ya Nyamagana mjini, mimi naitwa Ustadhi Mikidadi Hussein Bawili, ambao ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Nyamagana. Niko hapa mbele yenu kwa jambo moja tu kubwa la kutoa ufafanuzi na kuweka wazi namna na muundo uliokuwa mzuri kutokana na maelekezo ambayo ya semina tuliokaa Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa Katibu Mkuu Mheshimiwa Mruma, na hatuna budi maelekezo haya kuendelea kuyashusha chini kuanzia ngazi ya kata mpaka msikiti. Kwa hiyo mbele yenu hapa ni taarifa na kutoa matangazo kwa yoyote yule ambaye atakayesikia, basi awe wakala wa jambo hili ambalo nalolitoa hapa na mazungumzo haya ambayo nayoyazungumza. Kama mnavyofahamu kwamba Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA lina kawaida na lina ada kwamba kila inapofikia miaka mitano lazima uchaguzi ufanyike. Sasa kipindi hichi kimefika, ni kipindi cha wakati wa uchaguzi, na ninaomba maelekezo haya yachukuliwe katika ngazi za chini na yaende kufanyiwa kazi kwa uadilifu na kwa heshima kubwa katika hali ya juu. Kwanza nitaanza kutoa utaratibu wa uchaguzi wa msikiti kutokana na maelekezo ambayo tuliopewa. Maelekezo tuliopewa, tarehe ya kuchukua fomu katika ngazi ya msikiti ni siku ya Jumatano ya tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026, na tarehe ya kudulisha fomu ni siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka 2026. Kikao cha kupitisha majina katika ngazi ya msikiti hiyo itakuwa ni siku ya Jumatano ya tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, na uchaguzi wa msikiti haswa unapaswa kufanyika siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ya tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026. Aidha, nichukue fursa hii kuwatangazia kata katika kufanya maandalizi baada ya kuwa uchaguzi umefanyika katika ngazi ya msikiti. Maelekezo ya kata ni kama ifuatayo. Tarehe ya kuchukua fomu katika ngazi ya kata itakuwa ni siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka 2026, na tarehe ya kurudisha fomu itakuwa ni siku ya Jumanne tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026, na kikao cha kupitisha majina itakuwa ni siku ya Jumapili ambayo itakuwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Aidha, uchaguzi wa kata zote hasa unazungumzia swala la Nyamagana itakuwa ni siku ya Jumanne ambayo itakuwa ni tarehe 14 mwezi wa 7 mwaka 2026. Aidha, uchaguzi wa ngazi wa wilaya, maelekezo ni kama ifuatavyo. Tarehe ya kuchukua fomu itakuwa ni siku ya Alhamisi ya tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026, na tarehe ya kurudisha fomu itakuwa ni siku ya Jumatatu ya tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kikao cha kupitisha majina itakuwa ni siku ya Jumatano ambayo itakuwa ni tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Aidha, uchaguzi wa wilaya itakuwa ni siku ya Jumamosi ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kadhalika, hivyo basi, katika hayo niliyoyasema, kuna nafasi ambazo zinazotakiwa zigombewe. Mfano, nafasi zinazogombewa na kupigiwa kura ngazi ya msikiti kutokana na katiba yetu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ibara ya 20 ni kama ifuatavyo.
anayepigiwa kura au anatakiwa achaguliwe ni katibu wa msikiti ambao ni nafasi moja, lakini 2 mweka hazina wa msikiti ambao ni nafasi vile vile moja, lakini 3 wajumbe 2 wa kuingia katika mkutano mkuu wa kata, lakini 4 wajumbe 5 wa usuluhishi wa migogoro katika misikiti. Aidha 5 wajumbe 5 wa kamati ya msikiti. Hii ndo hali halisi ya ngazi ya msikiti kwa wale ambao watagombea nafasi za msikiti, na haya ndo maelekezo. Aidha, nafasi zinazogombewa na kupigwa kura ngazi ya wilaya ni kama ifuatavyo. 1 ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ambao ni nafasi moja, lakini 2 mashehe 7 watakaoingia katika baraza la mashehe la wilaya. Aidha 3 wajumbe 10 wa halmashauri ya wilaya, ibara ya 42. Kwa hiyo hii ndio hali halisi. Kwa hiyo hizi nafasi ndizo nafasi ambazo zinazotakiwa zichaguliwe katika kila baada ya miaka 5, na huu ndio utaratibu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Katika matangazo hayo, hivyo basi, natoa wito kwa Waislamu wote na hasa wanaoishi katika wilaya ya Nyamagana. Natoa tangazo kwamba kutokana na nafasi hizo zinazogombewa, basi watu waje wachukue fomu, Waislamu waje wachukue fomu kwa ajili ya kuja kugombea nafasi katika Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Na hii ndo uzuri wa baraza. Huu ndo uzuri wa baraza, na uzuri wake umeonyesha wazi namna ambavyo tunavyotoa matangazo, kwa sababu katika taasisi zingine huwezi ukaona habari hii ya kutoa matangazo. Badala yake ni Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Na hii ndio inaonyesha utofauti kati ya Baraza Kuu na taasisi zingine. Kwa hiyo tunaposema Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, tafsiri yake ni kwamba ni baraza la watu, ni baraza la Waislamu, wala sio baraza la mtu mmoja. Na ili kuonyesha kwamba ni baraza la watu, ndio maana tunatoa nafasi sasa na kutoa matangazo. Kila mwenye kuwa na haja basi aje ajaze nafasi hii aweze kugombea, ili aweze sasa kupata nafasi ya kuwatumikia Waislamu. Na ili uweze kuwatumikia Waislamu ni lazima basi uwe katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, kwa sababu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ndo baraza pekee la Waislamu, na ndo baraza la adilifu, na ndo baraza la kutenda haki. Na ile haki yenyewe imeonyesha kwamba kutokana na hali halisi, ndio maana tunatoa matangazo. Kama nilivyosema awali, huwezi ukapata nafasi hii katika nafasi zingine zote za kutoa matangazo kama haya katika taasisi zingine, isipokuwa utapata nafasi hii na kusikia matangazo hayo katika Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Hizo basi nitoe wito kwa yoyote ambaye atakayesikia tangazo hili, basi yuko huru. Kwa yoyote Muislamu, tunasikia nasema kwa yoyote Muislamu awe huru kuja kuchukua fomu na kuhakikisha kwamba anagombea nafasi yote anayetaka kutokana na nafasi ambazo nilizotaja hapa. Ndugu zangu Waislamu, nataka niwaeleze, na hasa hususa watu wa Nyamagana, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ndio baraza lenu, na ndio baraza lenu, na ndio baraza ambalo liliopewa dhamana ya kuwasimamia Waislamu nchini. Hata kama mtu atakata, lakini huo ndio uhalisi jinsi ulivyo. Na ndio maana unaona kwamba kuna maimamu wa misikiti, lakini kuna mashehe wa kata, kuna mashehe wa wilaya, lakini vile vile kuna mashehe wa mikoa, lakini vile vile kuna mufti. Hii ina maana gani? Inamaanisha kwamba hili Waislamu ndio baraza lenu. Kwa hiyo nini ninachotaka kuambia? Ninachotaka kuambia, baraza ni zuri, lazima watu watofautishe. Baraza kama baraza ni zuri, wala halina shida yoyote. Sasa usiji ukazungumzia matatizo ya mtu binafsi ukalifananisha na baraza. Baraza itabaki kuwa baraza na watu watabaki kuwa watu. Sasa watu, mapungufu ya watu waachiwe wenyewe wenye mapungufu yao, lakini baraza litaendelea kuwa zuri na lenye kuwa na muundo vizuri, na ndio katiba pekee ambayo yenye uadilifu na kutoa haki kwa Waislamu wote nchini, kama jinsi ambavyo inavyotueleza hapa. Kwa hiyo narudia tena kutoa wito kwamba ni lazima baraza lenu mlipende, na tunaomba ushirikiano kwa yote wale ambao wenye nia njema ya kuhakikisha kwamba wanakuja kuwatumikia Waislamu nchini, basi waje katika baraza lao ili wapate uongozi.
vigezo na masharti vitazingatiwa. Kwa hiyo haya nitaka niwatangazia hivyo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.